Katika shule yetu tuna malengo makubwa sana ambayo kwa namna moja au nyingine tumepangilia kuyafikia, kwa sababu tuna walimu wa kutosha, walimu wenye uzoefu na waliobobea katika fani ya ufundishaji, lakini pia na wanafunzi ambao wapo tayari katika kusoma na kufikia katika malengo yao. Moja kati ya mikakati ambayo tumeipanga kama Skyview ni kuhakikisha wanafunzi hawa wanasomeshwa vilivyo na kukamilisha topiki kwa wakati. Hili ni jukumu la walimu ambao tumewapangia. Mimi nikiwa mkuu wa taaluma na hakikisha kwamba nafuatilia maendeleo ya walimu katika maisha ya kila siku ya shule ili kujua wametoka wapi, wapo wapi na wanaelekea wapi. Lakini baada ya hapo, kitu cha pili sasa ni kwa upande wa wanafunzi wenyewe. Baada ya mwalimu kutekeleza jukumu lake la kufundisha, mwanafunzi anapaswa kusoma kwa bidii, kufanya revision katika masomo yake akiwa shule na hata akiwa nyumbani. Ili kuyafikia hayo, tumeandaa mfumo wa umoja ambao unawafanya watu wa aina tatu kuwa kitu kimoja. Kwanza, wapatikane walimu ambao ni kitu kimoja wameungana, lakini pia wazazi, na mwisho ni wanafunzi. Vitu hivi vitatu vikikaa pamoja, wakashirikiana kwa pamoja, ndio hapo tunapata katika matarajio makubwa ambayo tumepanga kuyafikia. Kwa nini nikasema hivyo? Kwa sababu mwalimu atafundisha shule, lakini baada ya kufundisha mtoto atarudi nyumbani. Anaporudi nyumbani mwanafunzi, mzazi sasa ndo ana jukumu la kumsimamia mtoto wake kwa ajili ya kufanya revision na kufanya maswali ambayo amepewa shuleni. Kwa maana kitendo hicho kitamfanya mwanafunzi kuwa active katika masomo yake na kushiriki vilivyo katika masomo yake, na mwisho wa siku sasa anakuja kupata matokeo bora. Lakini si hayo tu, kama Skyview tumeandaa mpango mkakati wa kufanya mitihani ya mara kwa mara. Lengo la mitihani ni nini? Lengo lake tunawafanya wanafunzi kuwa update na masomo yao, wanafunzi kuwa wanasoma, wanafanya revision katika maisha yao ya kila siku. Kwa maana mwanafunzi huyu atakuwa hana muda wa kupoteza. Yeye anajua kwamba kesho kuna mtihani, bila shaka atautumia muda wake vizuri katika kusoma. Baada ya hapo, tumeandaa kitu kinaitwa assessment kwa wanafunzi. Tunafanya tathmini baina ya mtihani mmoja na mtihani mwingine na kuangalia, je, matokeo aliyopata katika mtihani wa kwanza amebadilika vipi katika mtihani ambao unafuata. Kwa hiyo njia hii imewafanya wanafunzi kusoma kwa bidii, kufanya kazi kwa wingi na kukaa karibu zaidi na walimu wao katika kujifunza na kufikia katika malengo. Lakini jengine, tumeandaa kitu kinaitwa reward ama zawadi kwa wanafunzi ambao watafanya vizuri zaidi. Mwanafunzi akipata A au B, huyu mwanafunzi anapewa zawadi nzuri, zawadi ambayo itamhamasisha mwanafunzi huyu kusoma vizuri zaidi, na hata yule ambaye amepata marks za chini pia atapata hamasa ya kusoma vizuri ili apate zawadi kama yule ambaye amepata. Kwa hapa tumefanikiwa kwa sababu mtihani ambao umepita tumeanza kutoa zawadi kwa wanafunzi ambao wamefanya vizuri, hasa waliopata A na B. Kwa maana hawa wanafunzi waliofanya vizuri imekuwa ni chachu kwa wanafunzi ambao wamefanya vibaya na wao kutaka kupata zawadi kutoka kwa walimu wao. Lakini pia hapa tumeunganisha pia wazazi na waweze kutusapoti. Kwa maana mzazi pia naye ana jukumu la kumhamasisha mtoto wake, kumpa zawadi na kumjenga kisaikolojia aweze kuyasoma vizuri masomo yake.